Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa mchungaji Gerald Remi. Ni mchungaji katika kanisa la Ufufuo na Uzima Ubungo, Dar es Salaam. Nataka leo nikushirikishe somo linalosema siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Kuna mambo watu wengi hawajui, ndio maana hawana pesa nyingi, lakini ni mapenzi ya Mungu watu wa Mungu wote tuwe na pesa, tena sio pesa kidogo, tuwe na pesa nyingi. Ni mapenzi ya Mungu kabisa wote tuwe na pesa. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa nafasi ulionipa ya kusema na mpendwa mtazamaji wangu. Tupe neema ya kujifunza, tupe neema ya kuwatendea kazi tunayojifunza, maana ni kwa njia hiyo peke yake tutauona utukufu wako, katika jina la Yesu, amen. Nimesema somo letu la leo ni siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Somo hili nimeshalifundisha katika sehemu nyingine. Leo nakuletea sehemu ya pili ya somo siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Kabla sijaendelea mbali sana, ningependa kurudia kidogo kwenye sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza tumeona wazi kwamba ni mapenzi ya Mungu watu wa Mungu tuwe na pesa nyingi, tuwe na mali nyingi. Nikisema pesa na maana ya cash, notes. Uwe na cash, uwe na notes, uwe na pesa. Ni mapenzi ya Mungu kabisa uwe na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mapenzi ya Mungu uwe tajiri unayemiliki pesa nyingi. Ni mapenzi ya Mungu kabisa. Lakini kuna mambo watu wengi hatuyajui, ndio maana hatuna pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema ni siri. Siri maana yake ni watu wengi hawaijui. Ukiijua unaanza kupata pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusomea kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 13:2. Mwanzo 13:2 nasema hivi: naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Unaona hiyo? Ibrahimu baba yetu wa imani, Biblia inasema naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Ina maana Mungu, ni mapenzi ya Mungu kabisa watoto wake tuwe matajiri. Na utakumbuka Biblia inasema yani, ili baraka ya Ibrahimu itufikie mataifa katika Kristo Yesu. Yaani ukiokoka tu ukawa ndani ya Yesu, ile baraka iliyomfanya Ibrahimu awe na pesa nyingi na mali nyingi ndio inatakiwa ikuijilie na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kabisa watu wa Mungu, walokole, watakatifu wa Mungu tuwe na pesa nyingi. Sio pesa kidogo, nyingi. Uwe na pesa nyingi mkononi, kwenye account bank, uwe na mali nyingi. Ni mapenzi ya Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikusomee tena kitabu cha Wakorintho wa pili 8:9. Inasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Biblia inasema Yesu Kristo alifanyika maskini kwa ajili yetu, ili mimi na wewe tuliompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wetu tuwe matajiri wa kumiliki pesa, tuwe matajiri wenye pesa nyingi. Nataka kuonyeshe kwamba ni mapenzi ya Mungu kabisa watoto wake tuwe na pesa nyingi. Ukiona hauna pesa na umeokoka, unajua kuna shida mahali. Kuna siri ambayo huijui. Kuna shida mahali. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kuna aina fulani ya maarifa huna. Watu wangu hawana pesa kwa kukosa maarifa. Kuna maarifa fulani ya neno la Mungu huna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mahali Yesu anawaita viongozi vipofu. Kiongozi kipofu ni mtu ambaye
analijua neno la Mungu lakini halitendei kazi. Bwana Yesu anasema, Yesu aliwaita wale Mafarisayo viongozi vipofu. Kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote wanatumbukia shimoni. Kiongozi kipofu ni mtu anayelifahamu neno la Mungu kuhusu kupata pesa, lakini alitendei kazi. Mtu anafahamu kabisa usizini, lakini yeye anazini. Anafahamu kabisa imeandikwa usiseme uongo, lakini yeye anasema uongo. Bwana Yesu, huyo ni kiongozi kipofu. Kipofu haimaanishi kwamba hajui chochote, analifahamu neno la Mungu ila halitendei kazi. Ndio Yesu akawaita viongozi vipofu. Kwa hiyo watakatifu wa Mungu wengi ni vipofu. Mambo haya anayekwambia yamkini hata wewe ukawa unayajua, lakini ukawa huyafanyii kazi. Lakini leo nataka Mungu akupe neema. Mungu akupe neema ya kuyatendea kazi. Ninapokufafanulia hili, Mungu atie macho ya moyo wako nuru, uanze kuyatendea kazi. Biblia inasema Yesu alifanyika maskini kwa ajili yetu, ili mimi na wewe tuwe matajiri tunaomiliki pesa nyingi, tuwe matajiri mwenye pesa nyingi. Mungu wetu sisi anaitwa Mungu mwenye utajiri usiopimika. Yaani utajiri wa Mungu haupimiki, ni mwingi mno. Yaani hata tungechota wote bado hatuwezi kumaliza. Yaani utajiri wa Bwana Yesu ni mwingi kiasi kwamba hata kila mtu angechota anavyoweza bado asingegusa chochote. Bwana Yesu anasema. Lakini jambo la kushangaza, watu wa Mungu wengi wanalala njaa. Watu wa Mungu wengi hata hela ya chakula tu hana, hela ya mavazi hana. Watu wa Mungu wengi hawaendeshi magari. Watu wa Mungu wengi wanapanda madaladala. Suleiman akasema, nimeona baa chini ya jua, watumwa wamepanda farasi na wakuu wanatembea kwa miguu. Yaani wale waliotakiwa kupanda magari wanatembea kwa miguu, na wale waliotakiwa kutembea kwa miguu wanapanda magari, wanaendesha V8, wanaendesha Land Cruiser, wanaendesha Benz, wanaendesha Mavogi, wale ambao walitakiwa watembee kwa miguu. Lakini wale ambao walitakiwa wapande magari, ambao ndio watakatifu wa Mungu, wakuu. Maana imeandikwa mwenye haki ni kiongozi wa mwenzi. Mwenye haki ni kiongozi wa mwenzi. Yaani wewe mwenye haki utakuwa kichwa, utakuwa juu. Sasa leo umekuwa unatembea kwa miguu. Yaani Suleiman anasema naona kinyume kwamba wale watumwa wamepanda farasi, wakuu wanatembea kwa miguu. Kinyume ndivyo walivyo sasa walokole, watu wa Mungu wengi. Lakini leo ukinielewa vizuri, itakuwa mwisho wa wewe kuishi maisha ya maskini katika jina la Yesu. Itakuwa mwisho wa kuwa na maisha magumu katika jina la Yesu. Nimekuonyesha kwamba ni mapenzi ya Mungu watu wa Mungu tuwe na pesa. Ni mapenzi ya Mungu kabisa. Usiseme sasa kuwa na pesa nyingi ni Freemason, ni ushetani. Hapana, ni mapenzi ya Mungu uwe na pesa, tena uwe nazo nyingi. Jinsi ya kuzipata ndio unisikilize sasa. Wale wengine wanazipata kwa njia nyingine. Wale wengine wanazipata kwa kumsujudia shetani. Na mimi nataka nikuonyeshe namna ya kuzipata kutoka kwa Mungu. Nimekwambia siri ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Nikisema pesa na maana hizi noti, cash money, noti, coin. Simaanishi, namaanisha pesa hii, pesa msimleta Msimbazi. Nyekundu zile 10,000. Namaanisha zile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupige hatua kidogo. Naona ndugu yangu, pesa ni bidhaa inayotakiwa na kila mtu. Pesa ni bidhaa ambayo kila mtu anahitaji. Yaani ukimwona mtu anafanya kazi, ameajiriwa mahali, unajua anatafuta pesa. Ukimwona mtu anafanya biashara, unajua anatafuta pesa. Ukimwona mtu amefuga mifugo mingi, anatafuta pesa. Ukimwona mtu kalima mashamba makubwa, unajua anatafuta pesa. Yaani utaongea uongeavu kwamba malengo yangu mimi ni kufanya jamii stawi, lakini nyuma yale malengo unatafuta pesa.
kila mtu anatafuta pesa, kila mtu anahitaji pesa, kwa sababu pesa ndio jawabu la mambo yote. Nikisema kupata pesa na maana ya cash money, mimi sifumbi maneno, ni cash money. Acha kuzunguka kwamba fedha sijui iliyotajwa kwenye Biblia sio hii, ni madini ya fedha. Mimi naongelea namna ya kupata cash money, cash money, cash money, noti nyekundu zile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri 10:19 inasema hivi, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Biblia inasema pesa ni huleta jawabu la mambo yote. Yaani ukitaka chakula lazima uwe na pesa, ukitaka mavazi lazima uwe na pesa, ukitaka nyumba nzuri, hata nyumba mbovu, hata nyumba mbaya lazima uwe na pesa, ukitaka maisha mazuri lazima uwe na pesa, ukitaka gari lazima uwe na pesa. Naona hii pesa huleta jawabu la mambo yote. Ukiwa mgonjwa, kutibiwa lazima uwe na pesa, ukitaka kusafiri lazima uwe na pesa, ukitaka heshima kwenye jamii lazima uwe na pesa. Pesa huleta jawabu la mambo yote. Ndio maana nakwambia kila mtu anahitaji pesa. Watu wa dunia wanahitaji pesa, watu wa Mungu ndio kabisa tunahitaji pesa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe leo namna ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Kuna watu wanapata pesa kutoka kwa shetani, wapo. Biblia inasema kitabu cha nikisomea kitabu cha Luka 4, kitabu cha Luka 4 mstari wa Luka 4 kuanzia mstari wa 5. Imeandikwa, Ibilisi akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mkononi mwangu, nami huumpa yeyote kama nipendavyo. Yaani shetani anamwambia Yesu. Shetani alimuonyesha Yesu miliki na fahari, utajiri wa hii dunia, mipesa ya dunia, midola, mipaundi, mieni, mi euro, mi shillings, Kenyan shillings. Alimuonyesha mautajiri yote ya hii dunia. Akamwambia nitakupa mimi, anasema Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi, mapesa haya yote, enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu. Yaani Ibilisi anamwambia Yesu, pesa zote duniani zipo kwenye mikono yangu, pesa zote, madola, euro, mapaundi, shillings, Kenyan shillings, Uganda shillings, yapo kwenye mikono yangu, na mimi shetani humpa yeyote kama nipendavyo. Unaona kazi? Ina maana kuna watu wanapata pesa kutoka kwa shetani. Kuna watu wanapata pesa kutoka kwa shetani, kwa sababu shetani anamwambia Yesu, na Yesu hakubisha, hakumwambia kwamba sio kweli, wewe muongo, sio kweli. Akusema hivi kwa sababu anajua hii enzi na fahari shetani alimnyang'anya Adamu. Shetani alimuibia Adamu, akamnyang'anya Adamu na Hawa. Dunia yote ilikuwa amepewa Adamu. Shetani akamnyang'anya dunia yote Adamu. Bwana Yesu asiwe. Ndio maana Yesu akubisha, kwa sababu enzi na fahari zote zipo kwenye mikono ya shetani, na yeye humpa yeyote kama anavyotaka. Na jambo hili sio hadithi za Biblia. Wewe unaona watu wengi Freemason wanamiliki magari makubwa. Watu wengi wana mamilioni ya fedha, lakini wanapata kwa shetani. Watu wengi tunawaona mitaani wana magari makubwa, mtu ana magorofa 10 mtu mmoja, mtu ana mabasi yale 50, 100 mtu mmoja, lakini ni mwabudu miungu, ni mwabudu shetani. Hapa Ibilisi anamwambia basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Yaani shetani anamwambia Yesu, ukinisujudia mimi nitakupa pesa. Ina maana kuna pesa kutoka kwa shetani na kuna pesa kutoka kwa Mungu. Ila mimi leo
nataka nikuonyeshe namna ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa dunia wengi wanapata pesa kutoka kwa shetani, tena wanazipata kweli kweli, wanazipata kweli kweli, kwa sababu wao wanafuata maelekezo. Ila wewe mtu wa Mungu, ambaye mimi na wewe mtu wa Mungu, hatufuati maelekezo, hatufuati maelekezo, ndio maana hatupati pesa. Ukifuata maelekezo nayekupa leo, utakuwa na pesa mpaka utashangaa. Utakuwa na pesa nyingi mpaka utashangaa. Unaweza ukaniuliza, mchungaji, mbona wewe, kwani wewe hizo sheria uzijui? Je, wewe unazo? Unaweza ukaniuliza hivyo. Je, wewe unazo? Wewe unayetuambia sisi tukifuata tutapata pesa nyingi, je, wewe ulishawahi kufuata ukazipata, ili na sisi angalau tuige kwa matendo yako? Bwana Yesu asifiwe. Mimi na jibu lako najua unaweza ukajiuliza hivyo, na mimi nitakwambia hivi, siri hii mimi nimeijua siku sio nyingi, japokuwa ni muumini wa Biblia wa siku nyingi. Namjua Yesu, nimempokea siku nyingi kama wewe ulivyo sasa hivi, lakini mafunuo haya sijapata miaka mingi. Lakini toka niyajue, naanza kuona progress, naanza kuona hatua kwa hatua, naanza kuona kile nilichokisoma, kile nilichofundishwa, kile ambacho Mungu alinong'oneza ni halisi kabisa. Kila nimeanza kufanya, nikasema sasa nisisubiri mpaka niwe na mabunda na mabunda ni kumegea na wewe, ili kule mbele tucheke wote, kule mbele tushangilie wote, kule mbele tuendeshe magari makubwa wote, kule mbele tuwe na mavieti wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapo ndipo kuambia hivi, nachemka nani kucheka, nachemka kufurahi, kwa sababu naiona kesho yangu kubwa kuliko leo. Yaani kule mbele kwangu ni kuzuri kuliko leo, kwa sababu tayari nimeanza kuona, na sio tu kuona kwa imani, yaani nimeanza kuexperience baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sivioni kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yameshaanza kubadilika kwangu, yameshaanza kubadilika. Najiuliza, ikienda hivi kwa miaka 2-3 hivi nitakuwaje? Yaani nitakuwaje ikienda hivi miaka 2-3? Nimekwambia hizi siri mimi mwenyewe nimezijua sio siku nyingi, lakini najua Mungu ni mwaminifu. Nitakwenda juu sana, nitamaliza mwenye heshima kuliko ndugu zangu wote, nitamaliza mwenye utukufu kuliko nilivyoanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, tupige hatua tena, tupige hatua kidogo, maana hapa Roho Mtakatifu nisaidie, hii furaha ikizidi naweza nikashindwa kuendelea na somo. Maana ni hii somo inanipa picha ya siku zijazo. Maisha yangu yajayo yatakuwa makubwa kuliko haya ninayo sasa hivi, yatakuwa mazuri kuliko haya ninayo sasa hivi. Maisha yangu yajayo yatakuwa sio ya kawaida, na yameshaanza kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Mhubiri anasema hivi, fedha huleta jawabu la mambo yote. Kwa hiyo pesa ni ndio maana kila mtu anatafuta pesa. Ila sasa wengi wanatafuta vibaya, wengi wanatafuta bila kufuata kanuni, wengi wanatafuta bila kufuata utaratibu, ndio maana hawazipati. Kila mtu anatafuta pesa, ila watu wengi hasa wa Mungu wanatafuta pesa bila kufuata utaratibu wa kupata pesa, ndio maana hawazipati. Nataka nikuonyeshe utaratibu wa Mungu wa kumpa mtu pesa nyingi. Kama ambavyo shetani anawapa watu pesa nyingi, Mungu anawapa zaidi. Hasa kama Mungu alimpa Sulemani mabilioni mengi, kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kuwa tajiri zaidi ya Sulemani. Yaani hakuna aliyewahi kufikia hata robo ya utajiri wa Sulemani, hayupo. Sulemani alikuwa tajiri mkubwa kweli kweli. Pata picha tu, ana wake 1000, ina maana ana nyumba familia 1000. Wewe ukiambiwa kutunza nyumba 2 tu, jasho linakutoka. Mwanamume alikuwa ana nyumba 1000, yani ana nyumba, yani ana familia 1000. Maana ni mke wa mfalme. Kila mtu ni mke wa mfalme.
hata yule ambaye ni kimada, ni mke wa mfalme, maana ana nyumba yake, anakula, analala, analipiwa nini, kila kitu anapata, bili zote analipiwa. Mwanamume alikuwa na uwezo wa kulipia bili za familia 1000. Pata picha sasa. Fanya tu kwa siku, kwa wewe kwa siku, na hata chakula shilingi 1000, tufanye 10,000 tu. Sasa 10,000 mara 1000, mwanamume anaacha hela ya chakula kwa siku. 10,000 mara 1000. Hebu tupige hesabu. 10,000 mara 1000. Ina maana ni bilioni 10 kwa siku. Kwa sababu 10,000 mara 1000 ni 0.6, na kule mbele kuna imani ni milioni, ni 0.306, maana ni milioni 10. Ni 10 million per day. Yaani hela yake ya chakula Suleiman, hela ya chakula Suleiman ni milioni 10 kwa siku. Na wewe nimekupa ni familia maskini sana wanatoa, anakula chakula shilingi 10,000. Familia maskini Tanzania wanatoa hela ya chakula, anaacha hela ya chakula nyumbani kwake shilingi 10,000. Sababu nyama kilo moja ni shilingi 12,000. Kwa maana iko familia maskini watanunua nyama robo au nusu, na ndio anunue na unga na mkaa na nini. Kwa hiyo nimekwambia familia maskini kabisa Tanzania inakula kwa siku shilingi 10,000. Hiyo ni familia chini kabisa. Lakini familia nyingi zinakula shilingi 30,000 kwa siku, 20,000 kwa siku. Sasa tuchukue tu mfano wa familia maskini. Ina maana kama na nyumba 100,000, ina maana akitoa shilingi 10,000 kwenye nyumba 1,000 kwa siku, anatoa hela ya chakula milioni 10 kila siku. Endelea kwa Mungu, kila siku ni milioni 10. Hebu niambie, milioni 10 rafiki yangu, ni kwamba unachinja ng'ombe 10, sababu ng'ombe mzima ni kama 700,000, 800,000. Maana kwa Suleiman kwa siku anaweza kuchinja ng'ombe 8, 10 kwa ajili ya chakula cha nyumbani. Na hapa nimekuongelea maskini. Suleiman alikuwa ni mfalme. Kwa hiyo tufanye alikuwa na maisha yake ni milioni 30 kwa siku. Yaani chakula cha nyumbani kwa Suleiman, kutunza nyumba ilikuwa na milioni 30, anatunza nyumba milioni 30 kwa siku. Pata picha utajiri alikuwa nao mtu wa Mungu. Na maisha hayo aliishi nayo mpaka akawa mzee. Yaani Mungu alimpa hiyo miela tangu ujana wake mpaka amekuwa mzee, ana maisha ya utajiri. Hakuna mtu aliyewahi kuwa tajiri dunia hii mpaka leo, na inasemekana hata kuwepo ambaye atakuwa tajiri kuliko mfalme Suleiman. Sasa mfalme Suleiman alipewa pesa na Bwana. Huyu naye kwambia jinsi ya kupata pesa kwake. Maana shetani ni cha mtoto. Shetani hajawahi kumpa mtu pesa nyingi kama za Suleiman. Haijawahi kutokea. Mungu ndo ameshaweka rekodi. Utajiri tu alikuwa nao Daudi, sio mchezo. Sio mchezo. Daudi alikuwa na pesa nyingi sana, nyingi sana. Lakini Suleiman alivunja rekodi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakuonyesha matajiri ambao Bwana mwenyewe amewapa. Biblia inasema Bwana utajirisha na yeye ufukarisha. Yaani Mungu, baraka ya Mungu utajirisha. Yaani Mungu ana uwezo wa kukupa pesa keshi, hizi cash notes. Anakupa kabisa. Nataka nikuonyeshe leo. Utasema mchungaji, mimi sijakuelewa. Mungu anakupa hela keshi. Siacha mambo ya kusema sijui nini baraka, na anakupa hela keshi. Hao watu wa dunia wanapewa, ama Freemason wanapewa hela na shetani keshi. Mtu anatoa kafara leo tu, baada siku chache tu ana mamilioni ya pesa, ana mahela mengi kuliko maelezo shetani amempa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikuonyeshe Mungu aweza kukupa. Mungu anaweza kukupa, ni kwa sababu hujui taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Tupige hatua tena. Nikisoma tena Mhubiri, nimekwambia ukitaka mambo mazuri unahitaji pesa. Pesa ndio mambo yote. Vile pesa inaleta ulinzi. Pesa ni ulinzi. Mhubiri 7:12 nasema hivi, kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha.
Kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi, na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima muhifadhi yeye aliyenayo. Maandiko yanasema hivi, hekima ni ulinzi kama ilivyo fedha ni ulinzi, na ubora wa maarifa hekima umuhifadhi yeye alionayo. Ina maana fedha ni ulinzi. Mtu ambaye hana pesa hana ulinzi. Mwenye pesa anaheshimika, mwenye pesa anathaminiwa, mwenye pesa hana wasiwasi, hana hofu. Mwenye pesa anaaminiwa na watu, ana marafiki wengi. Mwenye pesa ana ulinzi. Mtu ambaye hana pesa hana ulinzi, ndio maana ana wasiwasi wakati wote. Nikiumwa itakuwaje? Nikifukuzwa kodi itakuwaje? Nikifanya vipi itakuwaje? Itakuwaje? Lakini mwenye pesa hana wasiwasi, hana hofu. Pesa, mtu mwenye pesa anaheshimika katika jamii. Mtu mwenye pesa ana utulivu wa mawazo. Mtu mwenye pesa anaaminiwa. Mtu mwenye pesa ana sauti kwenye jamii. Mtu mwenye pesa anasikilizwa. Unaona? Mkiamua jambo kwenye familia, yule mwenye pesa kama akisema hapana, ili jambo halifanyiki, kwa sababu jambo lile linahitaji fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pesa ni ulinzi. Ambaye hana pesa anakuwa hana ulinzi, anakuwa wakati wote ana wasiwasi, wakati wote hana furaha, wakati wote anaona kama kitokea hapa nitakamatwa, au kitokea nitafungwa. Unaweza kwa usingiziwa kitu kafungwa tu, ana wasiwasi. Kwa hiyo pesa ni ulinzi, na kuonyesha kwamba ni mipango ya Mungu sisi watu wa Mungu tuwe na pesa, tuwe na hela, cash money. Sasa ngoja tupige hatua nyingine. Njia ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Nataka nikuonyeshe kuna njia mbili. Mwingine anaweza akaja na njia zake 3, 4, 5, lakini mimi nataka nikuonyeshe njia mbili kwenye Biblia za wewe kupata pesa kutoka kwa Mungu. Kuna njia mbili kwenye Biblia za wewe kupata pesa kutoka kwa Mungu, na njia hizi mbili zinakwenda pamoja. Ukifanya moja ukaacha nyingine, huwezi kuona matokeo. Ukifanya hii ukaacha hii, huwezi kuona matokeo. Lazima uzifanye zote mbili pamoja. Kuna njia mbili za kupata pesa kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka pesa kutoka kwa Mungu, njia ya kwanza ya kupata pesa kutoka kwa Mungu ni kuwa na biashara. Yaani wewe uwe na biashara ambayo inakuingizia kipato. Ni kuanzisha biashara yoyote ile kwa ajili ya kupata pesa. Ukitaka pesa kutoka kwa Mungu, ni wewe kuanzisha biashara yoyote ile kwa ajili ya kupata pesa, au utafute ajira kwa ajili ya kupata pesa, au ulime shamba, au ufuge mifugo. Yaani uwe na shughuli yoyote kwa ajili ya kupata pesa. Njia ya kwanza ya kupata pesa kutoka kwa Mungu ni wewe kuwa na biashara kwa ajili ya kupata pesa. Ni wewe kuwa na ajira kwa ajili ya kupata pesa. Ni wewe kuwa na kilimo au ufugaji kwa ajili ya kupata pesa. Yaani uwe na shughuli yoyote ambayo inakuingizia kipato. Kwa nini? Kwa sababu Mungu, imeandikwa, Mungu hubariki kazi za mikono ya mtu. Yaani Mungu humpa mtu pesa kupitia kazi za mikono yake. Njia ambayo ni very common, ni ya kawaida na sio njia ya mazingaumbwe, ni ya kumpa mtu pesa kupitia kazi za mikono yake. Mungu humpa mtu cash, fedha taslimu, kupitia kazi za mikono yake. Hizi nyingine hizi za miujiza, nimeona kwenye makanisa mengine wanaambiwa shika simu, alafu wanafanya maombi, ghafla hela inaingia kwenye simu. Hizo ni mafunuo machache, sio mafunuo ya mwendelezo. Haya ni mambo ya imetokea leo, hayatokei tena. Unaona, na kuonyesha mambo ambayo utayafanya kila siku miaka yote. Mungu humpa mtu pesa kupitia kazi za mikono yake. Kwa hiyo lazima uwe na kitu, uwe na shughuli inayokuingizia kipato.
Imeandikwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 28:12. Andika, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Soma tena kwenye kitabu cha Kumbukumbu ya Torati inasema Bwana atakufunulia hazina yake nzuri ambayo ni mbingu, kwa kubarikia kazi yote ya mikono yako. Yaani Mungu atakupa pesa kupitia ile kazi unayofanya ya mikono yako. Mungu atazibariki zile kazi za mikono yako. Utaanza kupata pesa kupitia zile kazi za mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hapo utakuwa na pesa nyingi mpaka utakuwa unakopesha watu, wala hautakopa wewe. Biblia inaposema hautakopa wewe, maana utakuwa na pesa nyingi kweli, wewe hautakopa. Sasa hata kama una mamilioni ya pesa, unakopa za nini sasa? Yaani wewe utakuwa na pesa nyingi, utakuwa unakopesha watu, ziko nyingi, unakopesha tu. Kwa hiyo, ila nimekwambia hivi, njia ya kwanza ya kupata pesa kutoka kwa Mungu ni wewe kuanzisha biashara kwa ajili ya kupata hela, au kuajiriwa mahali kwa ajili ya kupata hela, au kuwa mkulima au mfugaji kwa ajili ya kupata hela. Yaani uwe na shughuli yoyote ya kukuingizia kipato. Kwa nini? Kwa sababu Mungu humpa mtu pesa kupitia kazi za mikono yake. Soma kitabu cha Ayubu 1:10, nasema hivi, kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Yaani maandiko yanasema kazi za mikono yake umezibarikia na mali yake imeongeza. Kumbe Mungu anataka kukuongeza, anabariki kazi za mikono yako. Mungu anataka kukuzidisha, anabariki zile kazi za mikono yako. Kifupi ni kwamba Mungu anakupa pesa kupitia kazi za mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla utaanza kuona unauza sana. Kama ni biashara, utaanza kuona unauza sana. Ni pesa inakuja mfululizo. Mauzo yanakuwa, mauzo si ndio cash money, si ndio pesa? Mauzo ni pesa, ni keshi. Utaanza kuona unauza sana. Unauza mpaka unashangaa. Sasa wewe ushangae, kuna mtu biashara ziko 10 mtaa mmoja, lakini watu wote wanaenda kununua kwenye duka moja tu. Anakusanya mabunda kwa mabunda. Nini? Mungu wake amempa pesa. Ndugu yangu, mbona mambo mengine sio ukisema imani ni hakika ya mambo ya mambo mengine yako waziwazi kabisa. Mitaani unashangaa tu, kuna duka moja pale la hardware liko ndani kwenye kificho na ndani, maduka mengi yako barabarani, watu wote wanaongozana kwenye ile duka la mitaa la ndani kule, na tofauti ya bei ni kidogo sana, lakini huo usumbufu wa kwenda mpaka kule, watu wameshonana tu. Napanga mimi mwenyewe, naenda napanga foleni, mama anahesabu mama 10 tu, maelfu kwa maelfu amekusanya. Mungu wake anampa pesa. Mungu wa dunia hii anampa mamilioni ya pesa. Nami nataka nikuonyeshe namna ambavyo Mungu wetu sisi Yehova Bwana anaweza kukupa cash money. Mimi nikiongelea pesa na maana ya hizi noti na noti 10 hizi. Hawa wanapewa noti 10, sio noti 10. Ukienda kale yako uone. Watu wanakusanya mapesa. Nikwambie jambo la uhakika kabisa, mtu wa Mungu, jambo la uhakika kabisa. Kila pesa unayohitaji wewe haipo mbinguni. Ukinielewa hili, utakuwa umepiga hatua kubwa sana. Kila fedha unayohitaji wewe haiko mbinguni. Pesa zote unazohitaji wewe zipo kwenye mikono ya watu. Ni wewe kufanya mambo fulani kwa Mungu wako, ili Mungu awafanye wale watu wakuletee zile fedha. Bwana Yesu asifiwe. Pesa yote unayohitaji wewe haiko mbinguni. Kule mbinguni ni maserafi na makerubi, ni mwanakondoo, ni Bwana, ni utukufu kule. Pesa iko hapa duniani. Kila pesa unayotaka wewe kwa wingi wake ipo kwenye mikono ya watu. Kuna watu wanafanya mambo fulani, ila zinatoka kwenye mikono ya watu, zinakuja kwenye mikono yake.
Mungu anahamisha fedha kwenye mikono ya watu, zinakuja kwenye mikono yako. Imeandikwa mali za wakosaji zimewekwa akiba kwa ajili ya wenye haki. Yaani wewe kuna mambo unatakiwa ufanye tu, Mungu hahamishe zile fedha zije kwenye mikono yako. Hasa kama Mungu alihamisha utajiri wa Labani ukaja kwa Yakobo, unashangaa nini sasa? Yakobo anasema Mungu wangu amemnyang'anya ya Labani baba yenu, anawaambia wake zake, Mungu wangu amemnyang'anya baba yenu mali zake, amenipa mimi. Kama Mungu anaweza akanyang'anya mali za mtu akampa mtu mwingine, wewe unashangaa nini sasa? Mungu kuna mambo hujafanya tu, kuna mambo hujafanya. Unaona, Mungu alihamisha fedha na dhahabu za Wamisri zikaenda kwenye mikono ya wana wa Israeli. Wakati wana wa Israeli wanataka kutoka utumwani Misri, maandiko yanasema Mungu akawajalia kupendelewa machoni pa Wamisri. Wakataka fedha na dhahabu, kwa Wamisri. Wamisri wakawapa kila walichokihitaji. Mungu alihamisha utajiri wa watu wa Misri ukaenda kwenye mikono ya watu wa wana wa Israeli. Alihamisha mapesa ya watu yakaenda kwenye mikono ya watu wana wa Israeli, wakatoka utumwani na mali nyingi. Walizipataje? Mungu aliwapa kupendelewa. Shetani anafanya hivyo hivyo. Shetani anaga jipya, anaiga yote kwa Bwana. Shetani anaga jipya, anaiga yote kutoka kwa Bwana. Sasa ushangae mtu ana gari lake jipya tu, lakini anapata tatizo kubwa, anakuuzia kwa bei ndogo kabisa. Ni kama Mungu amemnyang'anya, amekupa, amenunua gari milioni 200, anakuuzia milioni 5. Ana shida sasa, ana shida ya haraka. Anawalipa milioni 5, gari chukua hiyo, milioni 10, gari chukua hiyo. Ni Mungu amemnyang'anya, amekupa. Bwana Yesu. Lakini mimi nataka nikuonyeshe leo namna ya kupata cash. Yaani na wewe uwe na noti nyekundu zile. Na wewe una mabunda ya noti nyekundu. Nataka mimi nikuonyeshe namna ambavyo ya kupata mabunda ya nyekundu. Unavyoona Freemason yao wanapata mabunda kwa shetani. Nataka nikuonyeshe namna wewe Mungu anakuwa mabunda ya noti. Rafiki yangu, utafurahi mpaka yaani maisha yako ya mbele yatachangamka tena. Utashangilia tena, utafurahi tena, utaruka tena. Utaamini macho yako, utasema huyu ndiye Bwana niliyemngojea, na tufurahi na kushangilia. Naona kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tupige hatua tena. Nimekwambia Mungu humpa mtu pesa kupitia kazi za mikono yake. Kwa hiyo lazima uwe na shughuli, alafu isikusumbue. Sasa nikianza biashara itakuwaje? Wateja sehemu nyingine hazina wateja. Yaani taratibu nataka nikuonyeshe. Ni wateja wanakufuata uliko. Yaani sio wewe kutafuta mahali penye wateja. Hiyo ni elimu za duniani. Ni elimu ya duniani kwamba nitafute center, nitangaze biashara. Nikuulize swali. Yesu hajawahi kujitangaza kwamba yeye ni Mungu. Watu walikuwa wanamtangaza wenyewe. Hajawahi kutoa matangazo, watu jamani. Yeye mwenyewe alikuwa anawaambia usiwaambie watu kama mimi nimefanya hivi. Yeye alikuwa anawazuia watu, lakini ndio habari zake zikaenea dunia nzima. Uhitaji yaani wewe, sisemi promotion ya biashara ni mbaya, lakini nataka nionyeshe kwamba najisikia kufurahi. Yaani hapa nachemka ndani, najizuia tu ili nikufundishe. Yaani najizuia kuchemka ili nikufundishe. Ili tuongee. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 1, inasema hivi, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagiza leo, ndipo baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Baraka inakufuata wewe uliko. Pesa itakufuata wewe uliko. Yaani ukiwa Mbagala itakuja Mbagala. Ukifungua biashara ndani huko itakufuata kule ndani. Ukianza biashara vichochoroni itakufuata vichochoroni. Ndio maana nasema utabarikiwa mashambani, utabarikiwa na mjini. Yaani ukifungua duka vijijini
pesa inakufuata. Ukifungua duka mjini, pesa inakufuata. Ukifungua duka sehemu ambazo hakuna watu watahamia pale kwa ajili yako wewe. Ndio ninachokwambia mimi, Mungu ana nguvu kuliko unavyodhani. Yaani Mungu ana uwezo kuliko unavyodhani. Yaani wewe usiwaze kabisa. Usiwaze sasa biashara gani inayolipa. Wewe ukishafuata kanuni, fungua biashara. Tena mimi nikupe vizuri. Fungua biashara ambayo unaipenda wewe. Tena fungua kwa madoido. Usiwaze biashara gani inayolipa. Fungua ile biashara ambayo unaipenda wewe, ambayo utajisikia vizuri kuifanya kila siku. Kitu ambacho una passion nacho. Yaani kila hauchoki, yani hautakuwa bored kufanya. Usifanye biashara ambayo siku mbili tumesha hii bana biashara inaniboa. Chagua biashara ambayo unaipenda. Hata kama hailipi, kwa wewe italipa. Yaani kwa kanuni hizi italipa. Weka popote pale, utaanza kuuza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, nakupa maisha marahisi. Yaani ukifika mbinguni umechoka maskini, Mungu anakushangaa kweli. Anasema, mwanangu, kwani imekuaje? Mbona umefika umechoka hivi? Wakati kila kitu nimekiweka wazi bure. Maisha mazuri yako wazi bure. Mbona wenzako wako vizuri? Basi umeingia mbinguni, haya furahi kwenye raha ya Mungu wako. Lakini umefika umechoka sana. Fika yani kama Lazaro maskini. Wakula makombo. Wakota makombo. Hapana, unatakiwa ufike mbinguni ya siri, ya susi. Uko vizuri, chuma tupu. Unafika mpaka Mungu asema, kweli ulipendeza moyo wangu. Na ukiwa na pesa nyingi, rahisi kumtumikia Mungu. Rahisi kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mbele. Nimekuonyesha kwamba njia ya kwanza ni uwe na shughuli ambayo inakuingizia kipato. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya pili. Nikuonyesha njia ya pili. Nimekwambia njia ziko hizi mbili na zote zinakwenda pamoja. Bila kuacha moja. Huwezi kufanya moja ukategemea matokeo. Lazima uzifanye zote kwa pamoja. Njia ya pili ambayo unatakiwa uifanye pamoja na hiyo ndio kuambia. Njia ya pili ni njia ya pili ya kupata pesa kutoka kwa Mungu. Ni wewe kuwapa watu pesa. Njia ya pili ni wewe kuwapa watu pesa. Wewe si unataka pesa? Anza kwanza wewe kuwapa watu pesa. Kama unataka pesa kutoka kwa Mungu, anza kwanza wewe kuwapa watu pesa. Sasa hapo ndipo ugumu unakuja kwa walokole. Hapo na hii njia ndio ile ya kwanza ni njia ya kimwili, hii ya pili ni njia ya kiroho au ni njia ya imani. Hii njia ya imani, hii njia ya kiroho ndio inayotengeneza ile njia ya kimwili. Ukiweza kustiki kwenye hichi kitu, Yesu akasema muaminini Mungu. Amini neno la Mungu. Liamini neno la Mungu, mtu wa Mungu. Muaminini Mungu. Uwe na imani ile alionayo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya pili ni wewe kwanza kuwapa watu pesa. Wewe unataka cash money, noti nyekundu. Anza wewe sasa kuwapa watu cash noti. Anza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wagalatia 6:7-10. Msidanganyike. Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamii ya waaminio. Maandiko yanasema hivi, Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda pesa utavuna pesa. Ukipanda upendo utapendwa na watu sana. Ukipanda amani utakuwa na amani tele. Ukipanda maharage utavuna maharage. Ukipanda mahindi utavuna mahindi. Ukipanda pesa utavuna pesa.
Ndio maana maandiko yanaendelea kusema hivi, kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema. Kumbe kumpa mtu kitu ndio inaitwa kupanda. Kumpa mtu pesa, umepanda. Chochote unachomfanyia mtu, umepanda mbegu. Sisi binadamu tuliumbwa kutoka kwenye udongo. Sisi ni udongo. Unaweza ukapanda chochote unachofanya kwa mtu, unapanda mbegu. Ukimfanyia ubaya utavuna mabaya, ukimfanyia mema utavuna mema. Lakini mimi leo nakwambia hivi, panda pesa, wape watu pesa. Biblia inasema chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda mahindi utavuna mahindi, ukipanda maharage utavuna maharage, ukipanda upendo utavuna upendo, ukipanda magomvi utavuna magomvi, ukipanda uzinzi utavuna mauti tu, mauti kila siku, kila mahali. Bwana Yesu ati chochote anachopanda mtu ndicho anachovuna. Ukipanda zinaa utavuna magonjwa, utavuna magonjwa. Kile unachopanda ndicho utakachovuna. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Ina maana ukipanda zinaa unavuna magonjwa, mapresha, sukari inakuandama tu. Unashangaa sukari, ulizini miaka na miaka, ulikuwa na nyumba ndogo karibu miaka 3 na nyumba ndogo miaka 4, ukafikiri uko salama. Mwaka wa 5 presha inaanza, haiponi mpaka ufe. Unaona hiyo? Sukari inaanza, figo inafeli. Nini? Ulipanda mbegu ya zinaa. Apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Chochote unachofanya unapanda mbegu. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Ndio maana nakwambia hivi, yaani ukipanda zinaa jiandae na stroke. Kwa sababu Yesu aliletewa mtu aliyepooza, aliletewa mtu ambaye amepooza. Kabla hajamponya na akamwambia umesamehewa dhambi zako. Anamwambia beba godoro lako uende. Jamaa akapona, lakini kichoanza kwanza ni msamaha wa dhambi. Alafu baada ya siku chache Yesu akakutana naye tena mahali pengine. Mtu yule ambaye alikuwa amepooza, ana stroke, amepooza, hawezi kutembea. Baada ya siku chache akakutana naye mahali pengine. Anamwambia angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, yasija kupata mabaya kuliko haya. Kilichomfanya yule jamaa apate stroke ni dhambi. Ndio maana Mungu alimsamehe kwanza dhambi ndio akamponya. Dhambi ukipanda dhambi unavuna magonjwa. Biblia inasema akusamehe maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akuvika taji ya fadhili na rehema. Ina maana dhambi ndio inaleta magonjwa, dhambi inaleta mauti, aukomboa uhai wako na mauti. Magonjwa, unavuna uharibifu. Wewe endelea kuzini tu, unafikiri unavona unazini kila siku, unafikiri watu wote wanazini. Hamna, uko peke yako unayezini. Unavona wewe una girlfriend na boyfriend, una nyumba ndogo na waume za watu, unafikiri watu wote wanafanya hayo. Uko peke yako, unakufa peke yako, utalazwa Muhimbili peke yako, figo zitafeli peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwona mama mmoja, nilimtembelea hospitali, mama mmoja alikuwa ameingilia ndoa ya mtu, akawa ameingilia ndoa ya mtu, akawa nyumba ndogo ya mtu. Yule mtu akaacha mke wake, akaambatana naye, au wakaishi miaka zaidi ya 10 ni mpaka wamezaa watoto karibu wawili, watoto wawili wakubwa tu. Baada ya miaka 10, pata picha, miaka 10 ni mingi. Miaka 10 unasahau. Toka uolewe nyumba ndogo na huyo mtu ni mwaka wa 10. Unaweza ukadhani sio dhambi kuingilia ndoa ya mtu, unaweza ukadhani sio dhambi, lakini yule mama alienjoy ndoa ya mtu ile miaka 10, akajengewa na nyumba, maisha mazuri. Jamaa ametelekeza mke. Baada ya miaka 10 ugonjwa ukaanza. Mimi nilienda kumtembelea akiwa ICU. Yuko ICU mwezi mzima, hajui anayeingia wala anayetoka.
Nimeingia hospitali kumsalimia, naingia Muhimbili kumsalimia, ndio picha ikanijia. Mungu akaniletea ile picha tangu anaingia ndoa ya mtu mpaka sasa. Mungu ananiambia laiti angejua tendo lile lingemleta hapa, asingelifanya, asingeingilia ndoa ya mtu. Laiti angejua kwamba lingemfikisha hapa, asingeliingilia. Ni mateso, hakuna kitu kibaya kama magonjwa. Mimi nishawahi kuugua, mimi nishawahi kuugua, na sio kuugua hizi malaria unaumwa siku 2 umepona, siku 3 umepona. Acha hizo. Wewe si hujawahi kuumwa? Mimi nimeshawahi kuugua miezi miwili hoi, miezi miwili ya kitandani, alafu miezi karibu 7 naumwa kunatembea. Nafahamu mateso ya kuumwa. Rafiki yangu, ukiweza kuachana dhambi, achana nayo kabisa. Mshahara wa dhambi ni mauti inayoitwa magonjwa. Na yakianza yale magonjwa, wakati wewe unafanya dhambi kila siku, unaiba leo, unaiba kesho, unaiba kesho kutwa, umeajiriwa mahali unafoji vitu unapata hela, unafoji unapata hela, unafoji unapata hela, unachomoa hela kidogo. Wakati unaiba wewe unadhani kwamba uko sawa. Na kwa sababu hakuna ambaye aliyokupata, unaweza kudhani salama. Mungu anamwambia Ibrahimu, wa uzao wako utakuwa utumwani kwa miaka 400. Alafu baada ya miaka 400 nitawatoa kule, nitawaleta hapa kwa hao, ndawaleta kwenye nchi ya Kanaani, kwa kuwa uovu wa Waamori haujatimia bado. Kinachomfanya Mungu asiwalete sasa hivi ni kikombe cha dhambi cha Waamori hakijajaa. Uovu wa Waamori haujatimia. Ina maana wewe unatenda dhambi kila siku, ni kikombe hakijajaa. Wengine kikombe kinajaa miaka 3, wengine 2, wengine mwezi tu, miaka 5, miaka 10, mwingine wiki 2 kimeshajaa. Kikombe hakijajaa. Ndio maana Mungu anamwambia mbona mti huu usiukate? Mbona hata ardhi nakuja mwaka wa 3 huu mti hauzai, kwani usiukate? Hata nchi unaiharibu. Imana miaka 3 kikombe kinajaa. Rafiki yangu, unapotenda dhambi kila siku, usifikirie ameisha. Hamna. Alafu asikuongopee mtu eti kwa sababu umetubu, alafu kuna kesho ukatubu tena ukadhani yaliisha. Hamna, hayajaisha. Nikwambie jambo la ukweli, na kuambia jambo la ukweli, na kunusuru na maisha yako, na kunusuru na mauti iliyo mbele. Mauti yenyewe sio kutoka nje ya mwili. Mauti yenyewe ni mateso kwanza hapa. Ukiwa hapa duniani ni mateso. Ufungwe miaka 20 ndani jela, utoki nje, au uwe mgonjwa Muhimbili muda mrefu, ni utachagua adhabu. Alafu baada hapo unakwenda motoni. Sasa ya kazi gani? Si bora umche Bwana tu, si bora ukae umtumikie Mungu tu basi. Bora uwe na ujifunze namna ya kukaa vizuri na Mungu. Hii dunia hii ina makando kando. Dunia ina mambo ya ovyo sana. Dhambi ni mbaya kuliko unavyodhani. Ni mbaya kuliko unavyodhani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nasema hivi, usidhani kwamba kwa sababu kila siku ukipiga magoti unaanza na Mungu, nisamee nimezini, alafu baada ya siku 2 unazini tena, alafu unaja ukienda kanisani unasema Mungu nisamee nilizini. Usidhani ulivyo tubu ya juzi ilifutika hii. Waacha, msidanganye. Maandiko yanasema hivi, aungamai dhambi zake na kuziacha atapata rehema. Yaani ukiungama dhambi alafu ukaiacha, ndio ile mauti, ule ugonjwa unaondolewa juu yako. Lakini ile dhambi ambayo umeungama lakini hujaacha, unaungama leo, baada ya siku 2 unarudia tena. Unaungama wiki ijayo unarudia tena. Unaungama mwezi ujao unarudia tena. Ile dhambi ipo, mauti ipo, inakusubiria kikombe kijae. Pata picha, watu wengi wana mateso baada ya kustaafu. Anastaafu kazi, ugonjwa. Akifika miaka 50 ugonjwa. Akifika ugonjwa na atoboi. Ila waliojitunza utashangaa wanapenya tu. Utafika miaka 100 anaenda tu. Miaka 100 anakwenda tu.
Kwa nini? Shetani hana kitu kwake. Nachokuambia mimi ni kwamba ukijua siri hii, utaanza leo kujifunza kuacha hiyo dhambi, alafu utamdai Mungu, Mungu nimeacha, naomba rehema. Mungu niangalie, ni mwaka sasa sijarudia ile dhambi nilikuwa naifanya mara kwa mara. Na walokole wengi usifikiri anafanya dhambi nyingi, ameshaacha dhambi zote, kasoro kamoja ndio anamshinda. Walokole wengi havuti sigara, hanywi pombe, hatukani, aibi, ila ni mzinzi tu, ila ni muongo tu, ila ana hasira tu. Hasa ile hasira ile, kwa sababu unatubu na kurudia bado ipo, inazaa. Mungu anasubiri kikombe kijayo. Ila ukijua mateso haya, utaamua kwamba nipambane, nishindane nayo mpaka niache, alafu nimuonyeshe Mungu nimeacha. Ni maana Biblia inasema fanyeni matendo yapatanayo na kutubu kwenu. Lazima umuonyeshe Mungu umeacha. Maandiko yanasema Mungu alipoyaona matendo ya watu wa Ninawi kwamba wamegeuka na kuiacha njia ile mbaya, aligaili yale mabaya aliyosema atawapata. Ni mpaka alipoona wameacha. Ninawi walitubu siku 3 kwa magoti na magunia, na kwa kufunga na magunia siku 3. Mungu hakusamehe. Mungu aliwasamehe, lakini ile rehema maana yake ni Mungu anaiondoa mauti juu yao. Mungu anaondoa yale mateso juu yao. Lakini walitubu siku 3, wakaungama siku 3 kwa kufunga na kuomba. Mungu alisubiri mpaka akaona wameacha. Hayakuisha zile siku 3. Mungu alikaa, inawezekana alikaa mwaka mzima. Alikaa waangalie, je, walikuwa wanaenda kwa mfano walikuwa wanaenda kuabudu miungu mingine kila wiki. Anashangaa wiki ya pili hawajaenda, wiki ya 4 hawajaenda, mwezi hawajaenda, miezi 2 hawajaenda, miezi 3 hawajaenda, mwaka mzima hawajaenda kuabudu miungu mingine. Labda walikuwa wana nyumba ndogo, wameachana nazo, wameachana na wake wao wadogo wote wameacha. Anashangaa mwaka mzima hawajarudia, mwaka wa pili hawajarudia. Mungu alipoona matendo yao kwamba wamegeuka na kuacha, ndipo akagaili mpaka aone. Muonyeshe Mungu nimeacha. Mwambie Mungu, na huko kwenye maombi unamwambia Mungu, ni mwaka sasa toka ile dhambi niache. Mungu unirehemu, uniokoe na mauti ile, uniokoe na mabaya yale, niokoe Mungu, nimegeuka na kuacha. Umuonyeshe, umdai Mungu. Mwambie umesema tukikubali na kutii tutakula mema nchi. Umesema tukikurudia Mwenyezi utaturudia. Unaona, umdai Mungu. Mwambie naomba rehema. Mwambie Mungu ni rehemu, usiruhusu pigo lolote linipate. Mungu ndo atagaili sasa. Na kwa wengine ataruhusu likupate, lakini halitakuua. Wenzako watafariki, wewe utapona. Ataruhusu ili ulipate. Ndio kama niliyopatikana na mimi sasa. Mimi nahisi kabisa Mungu japokuwa alikuwa ashanirehemu, lakini kwa sababu ni makando kando, aliruhusu nipite kwenye lile bonde la mauti. Aliruhusu linipate, lakini sikufa. Na nikajifunza mambo mengi ambayo ndio haya nakwambia sasa. Na nimeona wachungaji wengi hatoboi, akidondoka ni kwa hili moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Turudi tena kwenye tumehama kidogo, lakini kwa faida ya wengi. Turudi kwenye somo letu. Nimesema hivi, njia ya pili ya kupata pesa kutoka kwa Mungu ni wewe kuwapa watu pesa. Maandiko yanasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda pesa utavuna pesa, na kupanda ni kuwapa watu pesa. Njia ya pili ni wewe kuwapa watu pesa. Tunataka Biblia inasema nimekwambia hivi, pesa unazohitaji wewe zipo kwenye mikono ya watu. Pesa yote unayohitaji wewe ipo kwenye mikono ya watu. Ukianza kuwapa watu pesa, Mungu atawafanya watu wakuletee pesa. Ukianza wewe kuwapa watu pesa, Mungu atawafanya watu wakuletee pesa nyingi kuliko zile ulizowapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Mathayo 7:12. Mathayo 7:12 imeandikwa hivi, basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Narudia kusoma, basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio torati na manabii. Biblia inasema hivi, yale unayotaka watu wakutendee, yale unayotaka watu wakutendee, anza kwanza wewe kuwatendea. Unataka watu wakupe pesa, anza wewe kuwapa pesa. Hii ni kanuni hapa. Biblia inasema hivi, maana hii ndiyo torati na manabii. Torati na manabii ina maana jumla ya Biblia yote ni hivi. Jumla ya Biblia yote ni kwamba yale unayotaka watu wakufanyie, anza kwanza wewe kuwafanyia. Yale unayotaka watu wakutendee, anza wewe kwanza kuwatendea. Hiyo ndio sheria mama kwenye ulimwengu wa roho. Anaposema na hii ndiyo torati na manabii, ina maana torati na manabii ni sheria ya neno la Mungu, ni jumla ya sheria ya neno la Mungu, yaani ni jumla ya utaratibu wa ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sheria ya ulimwengu wa roho inadai kwamba yale unayotaka watu wakufanyie, anza kwanza wewe kuwafanyia. Basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Somo langu linasema na njia ya pili ni wewe wape watu pesa. Unataka watu wakupe pesa, wape watu pesa kwanza. Mungu huwapa watu pesa kupitia watu. Mungu, pesa yote unayotaka wewe ipo kwenye mikono ya watu. Mungu ukiwapa watu pesa, Mungu atawafanya watu wakuletee pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupige hatua nyingine. Luka 6:38 nasema hivi, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Hasa wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa na hata kumwagika. Ndicho watu, yaani nielewe, naongelea kuwapa watu na watu kukupa wewe. Hapa ni watu kwa watu. Wape watu, watu watakupa. Ndio kanuni, kwa sababu pesa yote unayotaka wewe ipo kwenye mikono ya watu, na sisi binadamu wote dunia nzima tupo connected. Mungu atawafanya watu wakuletee, lakini imeandikwa wapeni watu vitu. Sasa wewe wape watu pesa. Sasa wewe unataka pesa kutoka kwa Mungu, Biblia inasema wapeni watu vitu. Mimi nakwambia wewe wape watu nyekundu 10,000 zile, wape watu. Mungu atawafanya watu wakuletee 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Yaani ukitoa kidogo, Mungu atawafanya wakuletee nyingi kuliko zile. Ngoja nikwambie kitu rafiki yangu. Nimekwambia kumpa mtu pesa ni kama umepanda mbegu. Ukipanda punje moja ya muhindi, ikiota inazaa muhindi wenye magunzi 2 au 3, na kila gunzi ina punje za mahindi 100 kuendelea. Ina maana ukipanda punje moja ya muhindi unazaa punje za mahindi zaidi ya 200, lakini ulipanda hii moja. Ndivyo ilivyo kwenye pesa. Ukiwapa watu pesa, Mungu anasababisha watu wakuletee pesa nyingi kuliko zile ulizotoa, na inakuja na baraka ya afya, inakuja na baraka ya ulinzi, inakuja na baraka nyingi, inakuja na mambo mengi. Lakini itakuja kwanza pesa keshi. Yaani utashika la keshi utashika. Acha blabla anayekwambia si ukiwapa watu pesa utapata afya njema, alafu basi. Hamna, inaanza kwanza keshi zile. Lazima utapewa hiyo na uzima, lakini kwanza itakuja keshi, kwa sababu apandacho mtu ndicho atakachovuna.
Ukipanda maharage utavuna maharage, ukipanda upendo utavuna upendo, ukipanda pesa utavuna pesa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Bwana Yesu asifiwe. Utapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Utapewa nyingi kuliko zile ulizotoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Ukianza tu kuwapa watu pesa, Mungu analitazama neno lake apate kulitimiza. Kazi ya malaika wa Mungu ni kulitendea kazi neno la Bwana. Malaika wote wa Bwana kazi yao kwenye ulimwengu wa roho ni kusubiri wewe unapolitii neno la Mungu, wao wakutendee vile neno la Mungu linavyosema juu yako. Kazi ya mashetani ni watendaji wa neno kinyume na neno la Mungu. Kazi ya mashetani ni mapepo yanaitwa malaika waletao mabaya. Kama kuna jambo linastahili mabaya, kazi yao ni kukutendea yale mabaya sasa. Na kazi ya malaika wa Mungu ni kukutendea sawa sawa na neno la Mungu linavyosema utendewe. Ndio maana anasema malaika wa Mungu ni hodari walitendao neno la Bwana. Lipi? Ukiwapa watu pesa, malaika wa Mungu wanawafanya watu wakuletee pesa. Ndio maana anasema Mungu uliangalia neno lake apate kulitimiza. Ni wale malaika wanaanza kuwakusanya watu wakuletee pesa. Mashetani wanawakusanya watu, wanawakusanya wateja waende kwenye duka la mtu wa dunia aliyotolea sadaka mashetani. Wanawakusanya watu waende kwenye duka la mtu. Lakini malaika wa Mungu watawakusanya watu waje dukani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, kuna malaika wanasubiri tu wewe uwape watu pesa ili wenyewe wakawakusanye watu wenye pesa wakuletee. Kivipi? Watakwenda utashangaa wateja wanaongezeka. Utashangaa boss kazini anakupandisha cheo. Utashangaa unavuna mazao mengi mpaka unashangaa. Utashangaa mifugo inaongezeka mpaka unashangaa. Ni Mungu anakuletea pesa kwa sababu umetoa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakuonyesha huko mbele, sio kila mtu unatakiwa kumpa pesa ili kupata pesa kutoka kwa Mungu. Sio kila mtu. Kuna watu ambao ukiwapa pesa inakuja nyingi kweli kweli. Na kuna watu ukiwapa pesa umewapa kwa raha zako tu mwenyewe. Kuna watu ukiwapa pesa umewapa kwa raha zako, kwa kupenda kwako, kwa furaha yako. Lakini kuna watu ukiwapa pesa ndio unapata pesa kutoka kwa Mungu. Nitakuonyesha watu gani ukiwapa pesa unapata pesa kutoka kwa Mungu. Imeandikwa Zaburi 103:20. Nasema, muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Maandiko yanasema hivi, malaika wa Mungu ni hodari wa kulitenda neno la Bwana, wakisikiliza sauti ya neno lake. Malaika hawa ni watendaji wa neno la Mungu. Lipi? Lile unalolitii wewe na mimi. Biblia imesema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Ukianza wewe kuwapa watu pesa, malaika wale wanawafanya watu wakuletee wewe pesa. Ni watendaji wa lile neno, wanalifanya livae mwili. Kazi yao ni kulifanya neno la Mungu livae mwili, litokee kama lilivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ni watendaji wa neno la Mungu. Mithali 21 inasema, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji ugeuza popote apendao. Maandiko yanasema moyo wa mtu huwa katika mkono wa Mungu, kama mifereji ya maji huielekeza apendao. Yaani binadamu wote tunaongozwa kutokea rohoni. Yaani moyo wa mtu huwa anaongozwa yani. Kwa hiyo anaweza kama na pesa, hata hajapanga kununua kitu, anashangaa yemjia wazo aenda kununua kitu dukani kwako, lakini ameongozwa. Kwa hiyo Mungu anawaongoza, atawaongoza watu waje wanunue kitu kwako ili wakuletee pesa. Soma tena kitabu cha Yeremia 10:23. Nasema hivi, Bwana, najua kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Ana maana hivi,
njia za mtu hazipo katika nafsi yake. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa binadamu. Ina maana binadamu wote tunaongozwa kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Linakuingia wazo, unafanya kitu fulani. Linakuingia wazo, unafanya kitu fulani. Ulikuwa hujapanga kununua hiki, linakuja wazo, unasema bwana, ninunue simu mpya. Unakwenda kwenye duka ambalo amewapa watu pesa, na kununua simu kwake. Mapepo yanaweza kukuongoza na Mungu anaweza kukuongoza. Kazi ya wale malaika ndio hiyo sasa. Sababu binadamu wote njia zao kwenye ulimwengu wa roho zinaongozwa na Mungu au na shetani. Binadamu wote tunaongozwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Ni kama vile umeamua wewe, lakini umeamrishwa. Nimekuingia wazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Yohana 6:44 nasema hivi, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Na kuonyesha maandiko mengi kwamba mtu anaweza akavutwa na Mungu kuja kukuletea pesa. Yaani mtu anaweza akaongozwa, hatua labda zikaongozwa. Mtu anashangaa miguu inakuja dukani kwako. Hajapanga kuja, lakini anaamka anakuja dukani kwako, anakuletea pesa. Anakuja kununua kitu. Ananunua mifugo yako, ananunua mazao yako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaongozwa. Yaani Mungu anaweza akamfanya mtu akupe pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikusomee kisa fulani unajue kwamba Mungu anaweza akamfanya mtu akuletee pesa. Ukianza kuwapa watu pesa, Mungu anamfanya mtu akuletee pesa. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 8. 17 mstari wa 8. Unaona maandiko yanasema hawezi mtu kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka. Ina maana Mungu anaweza akawavuta watu wakuletee pesa baada ya wewe kutoa pesa kuwapa watu. Nakwambia watu wengi duniani tunaongozwa kutoka kwenye ulimwengu wao. Ama unaongozwa na shetani au unaongozwa na Mungu. Nimekwambia tuangalie kwa mfano mzuri huyu wa kitabu cha Wafalme wa kwanza 17:18. Nataka kuonyesha kwamba Mungu aweza kumfanya mtu akuletee pesa. Acha wasiwasi. Acha kutokuliamini neno la Mungu. Liamini neno la Mungu kama lilivyo. Mungu anaweza kufanya chochote. Imeandikwa hivi, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Mungu anamwambia Elia, nenda Sarepta, nimemwagiza mwanamke mjane kule akulishe. Yaani Elia akaenda mpaka Sarepta, akamvuta kweli mwanamke mjane. Mwanamke mjane akamlisha kwa miaka 3.5 mpaka ule ukame ukaisha. Ina maana Mungu alimpa Elia pesa za chakula kwa miaka 3.5 kupitia yule mwanamke mjane. Mungu alimwagiza, alimwamuru, alimfanya mwanamke mjane amlishe Elia. Mungu anaweza kumfanya mtu akupe pesa. Yaani ukisha wapa watu pesa, imeandikwa wapeni watu vitu na mtapeni. Yoyote mnataka myafanywe na watu, wafanyeni kwanza wao. Ukifanya tendo lile la kuwapa watu pesa, Mungu atawafanya watu, atawaagiza. Biblia inasema Mungu akamwagiza mwanamama wa Sarepta mjane amlishe Elia, na akamlisha kwa miaka 3.5. Ona kazi hiyo. Biblia inasema kitabu cha Kutoka Kutoka 12:35-36, wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa. Wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka. Yaani wana wa Israeli wakati wanatoka utumwani Misri, Mungu akamwambia wakati wa kutoka, takeni vitu kwa watu. Biblia maandiko yanasema Bwana akawapa wale wana Israeli kupendelewa na Wamisri. Imana Mungu akawafanya wa Misri wakawapa kila walichokitaka. Ndugu yangu, acha wasiwasi. Mungu anaweza kuhamisha mali za mtu akazihamisha kwenye mikono yako
Mungu anahamisha fedha za watu, na fedha iliyo kwenye mikono ya watu inakuja kwenye mikono yako. Ni mtu anakuletea, anakuja kununua kitu dukani kwako, lakini hajui kwa nini amekuja kununua. Ni mtu anakupandisha cheo, unaanza kupata hela nyingi, lakini hajui kwa nini amekupandisha. Ni mtu ananunua mazao yako mengi, lakini hajui kwa nini ananunua mazao yako mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawafanya watu waje, lakini jambo la kwanza, anza wewe kuwapa watu pesa. Njia ya pili imesema ni kuwapa watu pesa. Some andiko la mwisho, tuendelee na hatua nyingine. Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari yote. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Yakobo anawaambia wake zake, Mungu amemnyang'anya mali za baba yenu, amenipa mimi. Mungu anaweza akawanyang'anya watu wa dunia pesa, akakupa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha kwamba, unajua Israeli waliyafahamu matendo ya Bwana, lakini Musa alizijua njia za Bwana, na kuonyesha njia za Bwana, na kuonyesha ufanye nini na kitokee nini ili upate nini. Mimi nakuonyesha njia zote ili imani yako ijengeke. Acha kuwa na wasiwasi. Wewe fedha hiyo kidogo ulionayo, wape watu fedha, wape watu keshi. Utaanza kupokea keshi. Nimekwambia siri ni hii, sio kila mtu utakayempa pesa utapata pesa kutoka kwa Mungu. Sio wengine utawapa kwa raha zako mwenyewe tu. Ukimpa mtu pesa mwenye uwezo na yeye wakukupa pesa, hapo umempa kwa raha zako tu. Ukimpa mtu pesa ambaye na yeye ana uwezo, unajua na wewe siku moja ukipata shida yeye atakusaidia, hapo umempa kwa raha zako tu. Lakini kuna watu ukiwapa pesa unapata pesa kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimekwambia sio kila mtu ukimpa pesa utapata pesa kutoka kwa Mungu. Ukitaka kupata pesa kutoka kwa Mungu, hakikisha unawapa pesa maskini, hakikisha unawapa pesa wahitaji, hakikisha unawapa pesa watu wenye mateso, watu wenye magumu, watu wenye maisha magumu. Wape pesa. Mpe pesa muhitaji, mpe pesa mjane, yatima, mpe pesa yule anayehitaji pesa, yule ambaye ana shida, ana mateso, ana magumu. Mtu amefukuzwa kodi, nenda kamlipie. Mtu amelala njaa, kampe chakula. Mtu hana mavazi, kamnunulie mavazi. Unapowapa watu wa aina hiyo pesa, unamkopesha Mungu pesa, naye atakulipa pesa. Imeandikwa kitabu cha Mithali 19:17, amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Amhurumiaye maskini. Maskini ni mtu mhitaji. Maskini ni mtu ambaye hana hela chakula, hana hela mavazi, hana hela nyumba, hana. Mpe yule sasa. Analia, ana shida, mpe yule. Bwana Yesu asifiwe. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Ukiwapa watu pesa, watu wenye uwezo, matajiri, umewapa kwa raha zako mwenyewe, ni umewasaidia ili na wewe ukiwa na shida wao wakusaidie. Lakini msaidie mtu ambayo hana uwezo kabisa wa kukusaidia. Mpe mtu pesa, mtu ambaye hana uwezo kabisa wa kukusaidia, hana uwezo kabisa wa kukupa pesa, hatarajii kukupa pesa wakati wowote. Huyo ndio ukimpa pesa utapata pesa kutoka kwa Mungu, kwa maana hamhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye Bwana atamlipa kwa tendo hilo jema. Unaona hiyo? Unaona hiyo? Soma tena kitabu cha Mathayo 25. Mathayo 25:34 mpaka 40. 34 mpaka 40.
Mathayo 35, Mathayo 25, 34 mpaka 40. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, kwa maana alikuwa na njaa mkanipa chakula, alikuwa na kiu mkaninywesha, alikuwa mgeni mkanikaribisha, alikuwa uchi mkanivika, alikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, alikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha, mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvisha? Na mfalme atajibu atawaambia, amin nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Maandiko yanasema hivi, ukimpa pesa mtu mwenye njaa ili akale, wewe umempa pesa Bwana, wewe umemkopesha Bwana. Ukimpa mtu pesa, maskini ambaye hana mavazi, maskini ambaye ni mgonjwa ili akatibiwe, wewe umemkopesha Bwana pesa. Anasema mlivyowatendea wale wahitaji, wale wadogo, wale maskini, mlinitendea mimi. Ulimkopesha Bwana. Biblia inasema amhurumiaye maskini mkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake lile jema. Utapewa. Mungu atawafanya watu wakuletee pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Wafilipi 4:18-19 inasema, nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali impendezayo Mungu, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Hapa anasema Mtume Paulo, watu walimletea, walimsaidia, walimwaletea vitu vingi. Yeye anasema Mungu atawajazeni kila mnachohitaji. Ukimpa pesa mtumishi wa Mungu, umemkopesha Bwana. Ukimpa pesa mhitaji, umemkopesha Bwana. Mungu atakujaza. Ni Mungu anakulipa. Ukimpa mtu mwenye pesa, ni yeye atakupa yeye pesa. Ukimsaidia mtu ambaye ana uwezo, ukimsaidia mtu ambaye na yeye ana uwezo kama wewe hujamkopesha Bwana, umempa kwa raha zako tu. Unajua na yeye siku moja utakuwa na shida na yeye atakusaidia. Lakini ukiwasaidia watu ambao hawana uwezo wa kukusaidia, pale umemkopesha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atawafanya watu wakupe pesa. Ayubu 29. Unajua hata utajiri wa Ayubu aliupata kwa kanuni hii inayokwambia. Utajiri wa Ayubu aliupata kwa kanuni hii inayokwambia. Maandiko yanasema kitabu cha Ayubu 29:6-13. Ayubu alikuwa ana pesa nyingi kuliko watu wote wa mashariki, lakini siri ilikuwa ni hii inayokwambia ya kuwapa watu pesa. Na alikuwa na mifugo, na shughuli za mifugo na kilimo. Unaona hiyo? Alikuwa na shughuli za mifugo na alikuwa anawapa watu pesa. Mifugo ikaongezeka sana. Wakati ya Ayubu 26:13, wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, nalo jabali liliponiminikia mito ya mafuta, kwa sababu nalimwokoa maskini aliyenililia, yatima naye na yule asiyekuwa na mtu wa kumsaidia. Baraka yake yeye aliyekuwa karibu na kupotea ilinijilia, nikaufanya moyo wa mjane kuimba wa furaha. Ayubu anasema hivi, wakati ule kabla ya majaribu yangu, nilipokuwa ni maisha yangu ni mazuri, nilimsaidia maskini aliyenililia, niliufanya moyo wa mjane kuimba kwa furaha. Anasema nilimwokoa maskini aliyenililia, yatima na yule aliyekuwa na asiyekuwa na mtu wa kumsaidia. Unaona hiyo? Ayubu aliwapa watu pesa, aliwasaidia wahitaji. Baraka ya wale wahitaji ikamjilia Ayubu, mifugo ikaongezeka kwa nguvu. Mungu akabariki kazi ya mikono yake, pesa ikaongezeka kwa nguvu, akawa tajiri kuliko watu wote wa mashariki. Alikuwa mtu mkuu. Ngoja nikusomee Ayubu. Ukisoma kitabu cha Ayubu 1 inasema hivi,
palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu, mwelekevu. Kisha anasema mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 ngamia 1,000 ngapi, watu wa nyumbani kwake wengi. Basi hivi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Yaani Ayubu alikuwa ni mtu mkuu sana, alikuwa tajiri mkubwa kuliko watu wote wa mashariki. Alikuwa na pesa nyingi. Siri yake ilikuwa ni hii: kwanza, uwe na shughuli za kupata kipato. Alikuwa mfugaji. Cha pili, uwape watu pesa. Yeye alikuwa anawapa maskini, wajane, yatima, alikuwa anawasaidia, anawapa pesa. Wape pesa watu, wape watu pesa. Na usiniambie na sijakwambia lazima uende kwenye vituo vya yatima peke yake. Hapana. Wewe ni shahidi. Kila siku Mungu Roho Mtakatifu alimleta mtu mbele yako akikwambia sina nauli ya basi, lakini ukumpa. Ndio yule sasa ungempa nauli. Kila mara Mungu alikuletea mtu anakuambia, bwana, kodi yangu ya nyumba imeisha na mimi sina uwezo na wanataka kunitupia vyombo nje, lakini ukufanya chochote. Ndio yule sasa maskini. Mungu amekuletea watu wengi, amekupa nafasi nyingi za wewe kuwa tajiri, lakini ukuzitumia. Ulipewa fursa nyingi na Roho Mtakatifu ili uwe tajiri, uwe na pesa nyingi, lakini ukutumie, ukaacha, ukaona hela yangu ni nyingi, ukaibana. Unaona? Wape watu pesa. Mungu amekuletea watu wengi wenye njaa, hawajala, ukuwapa chakula. Wamekuambia kabisa, mimi sijala, familia yangu haijala, lakini ukuwapa hela chakula. Yesu anasema, nilikuwa na njaa, ukunipa chakula. Nilikuwa na kiu, ukuninywesha. Watu wenye matatizo ni wengi tunao katikati yetu, ndugu zetu, majirani zetu, watu baki. Mungu anakuletea wale ndio mtaji wako wewe wa kupata pesa nyingi. Wape wale pesa. Amhurumiaye maskini umkopesha Bwana, Bwana atamlipa kwa tendo hilo jema. Toa Mungu. Usikubali kurudi nyumbani ukiwa maskini. Hii ndio njia ya kuwa tajiri. Yaani wewe ni ile unatoa leo, unatoa kesho, unatoa wiki ijayo, unatoa mwezi ujao. Ukitoa baada ya miezi 6 au miezi 3, unajikuta mbegu hii inaota, hii inakomaa, hii unavuna, hii inakomaa. Kwa hiyo unakuwa kila siku unapata pesa, kila siku. Mwanzoni ni unapanda, unasubiri mpaka yote na ikomae. Unapanda, lakini kwa sababu unapanda mara kwa mara, unapanda kila leo, ina maana wakati ile ya mwezi wa pili inakomaa, unavuna ya mwezi wa kwanza. Wakati ya mwezi wa ngapi inakomaa, unavuna ya mwezi wa pili. Utashangaa baada ya mwaka mmoja ni kila siku unapata pesa, kila siku unapata pesa, kwa sababu zinakomaa, zile za huku zinakomaa, mshoke zinagongana, nyingi zinakomaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kama utajiri wa Ayubu unatokana na hayo. Marko 10:29 Yesu akasema, Marko 10:29 mpaka 30, Yesu akasema, amini nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 wakati huo nyumba, atapewa mara 100 wakati huo nyumba, ndugu wake, mama, watoto, mashamba, pamoja na uzia katika ulimwengu ujao, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Maandiko yanasema hivi, ukiacha ndugu, maandiko yanasema ukiacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au mashamba kwa ajili ya Kristo, yaani ukiwapa watu nyumba, mashamba, watu kawapa, ujue utapewa mara 100 manyumba, mashamba. Kivipi? Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda majumba utapewa majumba, ukipanda mashamba utapata mashamba, ukiacha ndugu utapata ndugu wengi. Yaani anasema atapewa ndugu. Aliacha ndugu atapewa ndugu, aliacha mashamba atapewa mashamba, aliacha nyumba atapewa nyumba, aliacha pesa atapewa pesa.
Ukiacha pesa kwa ajili ya Bwana, ukiacha pesa ukawapa watu pesa, utapewa pesa. Aliyeacha pesa atapewa pesa mara 100. Aliyeacha nyumba atapewa nyumba mara 100. Aliyeacha gari atapewa gari mara 100. Aliyeacha pesa atapewa pesa mara 100. Ndugu yangu, mbona kanuni hizi za kawaida na nyepesi tu? Biblia anasema na huko ndio kumpenda Mungu, kwamba tulishike amri zake, wala amri zake sio nzito. Amri za Mungu sio nzito, neno la Mungu sio zito. Narudia kusoma ile andiko. Yesu akasema, amini nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu, yani akawapa watu, akawapa maskini, na kwa ajili ya Injili, yani akawapa watumishi wa Mungu, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, yani hapa duniani atapewa mara 100. Nyumba aliyoacha utapewa mara 100 nyumba. Utapewa ndugu waume mara 100. Umeacha ndugu zako wa kijijini, unapata ndugu kanisani, wengi mandugu kanisani. Ndugu wake utapata wake, na utapata wamama wa kulea kama mtoto wao. Watoto utapata mashamba, uliacha mashamba utapata mashamba. Je, ukiacha pesa utapata pesa. Ukiacha noti za 10,000 utapata noti za 10,000. Ndugu yangu, nielewe, hii njia hii inalipa sana. Wewe toa pesa, toa 10,000 mpe mtu. Toa ngapi? Mpe mtu. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Tupige hatua nyingine. Unachota pesa kiasi unachotaka. Kwenye hizi kanuni Mungu hakupangii uchote kiasi gani. Mungu hakupangii uvune pesa kiasi gani. Ni unachota kiasi cha pesa unachotaka wewe. Yaani kila mtu anakwenda kwa ulaji wake. Mwenye kisu kikali atakula nyama nyingi, ila wewe mwenye kisu kidogo utakula kidogo. Na hii ni uamuzi, sio swala kwamba uwezo au nguvu. Ni uamuzi. Mambo ya kupata nyingi sana na kidogo ni uamuzi, sio uwezo. Vimo kwenye uwezo, sababu uwezo wa kupata pesa ni Mungu anawafanya watu wanakuletea. Yaani wewe kwa wewe ni maamuzi tu, kuamua nifanye. Ukiwapa watu pesa nyingi utapewa nyingi. Ukiwapa kidogo utapewa kidogo. Yaani wewe unawapa watu 2,200, 3,000, 5,000, utapewa za aina hiyo 20,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15 hizo. Unawapa watu 100,000, 50,000, 80,000, utapewa kwa staili hiyo hiyo. Ndugu yangu, utajiri unao wewe mwenyewe. Ni wewe unaamua ni utajiri haraka sana au ni utajiri kidogo kidogo. Unachagua mwenyewe. Na mtaji unao wewe mwenyewe. Unayo hapa 100,000. Ukitoa yote, maana umeanzia hapo juu, umeanzia juu, unatoa 100,000, umetoa tena 50, umetoa tena 50, toa 100,000. Unashangaza naanza kuja 50 laki. Maandiko yanasema kitabu cha Wakorintho wa pili 9:6. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Yaani ukipanda nyingi utavuna kwa wingi, ukipanda kidogo utavuna kidogo. Ina maana kila mtu anajipimia mwenyewe. Yaani ni fedha iko nyingi kwenye mikono ya watu, nyingi kweli kweli. Kuchota ni uwezo wako tu. Ukitaka kuchota kwa wingi, unachota kwa wingi. Chota kidogo kidogo, chota kidogo kidogo. Ukitaka kuchota nyingi, wape watu nyingi. Usijionee huruma, wewe wape watu nyingi. Kama kodi ya nyumba 300,000 unapapa 300,000. Na hapa hata shule una ya mtoto unampa 50,000 200,000 toa. Nisikilizie za muziki utapoanza. Utashangaa. Mungu akiona hii biashara anayofanya huyu haitoshi kupata pesa ambazo anazozitoa, Mungu anakupa wazo. Utashangaa ile biashara inapanuka, au utashangaa umehamia kwenye biashara nyingine, unaanza kukusanya mapesa na mapesa.
Na mimi naona watu wa dunia wanaanza na kibiashara kidogo tu. Ameanza na kidogo kidogo cha hardware, mara duka kubwa la hardware, mara kafungua pale pembeni na hardware. Mimi waga nashangaa eti mtu mtaa huo mmoja ana maduka 3 ya hardware mtaa mmoja, na yanauza kweli kweli kana kwamba yuko mitaa tofauti tofauti. Kwa sababu kanuni ya kawaida biashara ukiwa biashara moja hapa, maana kama ni hardware kila mtu haja anunue kwenye duka moja, lakini yeye amefungua mtaa mmoja hardware 3 au 2, na kuambia kwa ushahidi, mimi nafahamu mtu ana hardware 2 mtaa mmoja, barabara hiyo moja, kule mwisho duka na hapa mwisho duka la mtu mmoja, lakini yanauza kweli kweli. Fungua wewe ambaye utoi sasa uone, hakuna anayesogea. Yana mawili ya mtu mmoja na vitu vya aina moja, na anauza kweli kweli. Nini? Mashetani wanawavuta watu kwenda kununua. Wewe Mungu atawavuta watu kwenda kuja kununua ili upate tu wewe. Maandiko tuendelee. Nimekwambia ukitaka kupata haraka toa kwa wingi. Imeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi 126:5-6. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, akichukua mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, achukua miganda yake. Yaani wanaopanda kwa machozi, yaani inauma kutoa 500,000 kumpa mtu 500,000, inauma. Unapanda kwa machozi, lakini utavuna kwa kelele za furaha. Yaani yanakuja mamilioni kwa mamilioni, mabunda kwa mabunda. Utashangaa unauza mpaka unajiuliza, hivi imekuwaje? Mbona watu wanaletea pesa nyingi hivi? Unauza mpaka unashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoa inauma. Ndio maana wewe unapenda kutoa shilingi 1,000, 2,000, sababu asiyayumi sana. Toa. Wewe maisha yako ni ya kawaida, lakini unatoa 500,000, unatoa 200,000, unampa mtu. Maana wanasema ukiwapa watu pesa nyingi kwa pamoja, japokuwa inauma wakati wa kutoa, lakini utashangilia watu watakapoanza kukuletea mapesa mengi. Na hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha mwisho ni somo letu ni kwamba ni kweli unaweza ukapita hizi njia mbili na ukapata pesa nyingi sana, ila shetani ni mwizi. Shetani akishindwa kukuzuia usilitii neno la Mungu, anachofanya anaacha utii, alafu anaiba zile pesa. Maandiko yanasema mpanzi alikwenda kupanda mbegu ambao ni neno la Mungu. Zilizoangukia njiani ni watu ambao wanaolisikia neno la Mungu, akaja shetani akanyakua lile neno. Kwa hiyo watu wasiamini na watu wasitendee kazi. Kwa hiyo shetani ni mwizi. Akishindwa kuliiba neno la Mungu ili usilitendee kazi, yaani usiwape watu pesa, akishindwa kuliiba ukafanikiwa kulitendea kazi, atakachofanya shetani atakuibia fedha baada ya kuipata. Ukishaipata pesa, atakuja kuiba hiyo pesa sasa, kwa sababu shetani ni mwizi. Shetani anaitwa mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaitwa mwizi, ni mwizi. Kwa hiyo akishindwa kuiba neno la Mungu lile na ukaliamini, ukalitii na ukaanza kupata mapesa, atakuibia pesa zile sasa. Imeandikwa kitabu cha Yohana 10:10. Imeandikwa mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wanao tena. Maana kama mwivi haji ila aibe na kuchinja. Mwivi ni shetani. Shetani akija kwenye maisha ya mtu anaiba. Hapa atakuibia pesa. Akija anakuta pesa nyingi anakuibia. Siku unapata mapesa mengi, ndio siku unakuwa na mgonjwa mpaka unatumia la mpaka zinaishi. Siku unapata pesa nyingi, ndio siku TV inaungua. Tengeneza TV mpaka yale inaishi.
Siku unakuwa na pesa nyingi, ndio siku ambayo mama anaumwa kijijini, unatuma hela mpaka zinaisha. Kwa hiyo utakuwa unapata hela na kupoteza, unapata hela na kupoteza, unakuwa upige hatua yote, ufanye maendeleo yote. Kwa sababu nini? Shetani anaiba, anakuibia. Shetani anakuibia, na shetani hawezi kuiba fedha kwenye maisha ya mtu, ni mpaka yule mtu ampe nafasi, ni mpaka yule mtu amfungulie mlango Ibilisi. Biblia inasema wala msimpe Ibilisi nafasi. Ndugu yangu, wewe hivyo ulivyo, una uwezo wa kumzuia shetani asiibe pesa zako. Hivyo ulivyo, mwanamke, mwanamume, mfupi, mrefu, mwembamba, mdogo, mtoto, kijana, hivyo ulivyo, una uwezo wa kumzuia shetani asiibe pesa zako, asiharibu maisha. Una uwezo huo, Mungu ameweka ndani yako, kwa sababu kuna kitu kinampa mlango shetani kupata, na ukijilinda shetani hakufikii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kitabu cha Waefeso 4 kuanzia mstari wa 25. Imeandikwa, basi uvueni uongo, mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake. Mwe na hasira, ila msitende dhambi, jua lisicho na uchunguni bado haujawatoka, wala msimpe Ibilisi nafasi. Maandiko yanasema msitende dhambi, wala msimpe Ibilisi nafasi. Dhambi inampa shetani nafasi. Kila dhambi unayotenda inamfungulia mlango shetani kukuibia fedha zako. Shetani hawezi kukupata mpaka kwanza utende dhambi. Ukizini tu umemfungulia mlango. Ukisema uongo umemfungulia mlango. Ukigombana na mtu umemfungulia mlango. Usiposamee umemfungulia mlango. Shetani anawinda kuziba zile hela. Atakufanya ugombani, atakufanya uzini, atakufanya uibe, atakufanya ufanye dhambi yoyote ili umpe mlango Ibilisi. Imeandikwa muibaji asiibe tena. Anasema basi uvueni uongo. Ukisema tu uongo umempa Ibilisi nafasi. Ukiwa na uchungu, hasira, hausamei, hasira na mtu usamei, umempa Ibilisi nafasi. Shetani anakuibia. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inamfungulia mlango shetani kuiba fedha. Ukiacha kutenda dhambi, ukijilinda usitende dhambi, umemzuia shetani asiibe fedha zako, umemzuia shetani asiharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome tena kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:18. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:18. Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Maandiko yanasema ukijilinda usitende dhambi, shetani hakugusi, mwovu hakugusi, shetani hakufikii, shetani hawezi kuiba hela zako. Unakuwa na uzio. Maandiko yanaposema hekima ni ulinzi, kama ilivyo fedha ni ulinzi, hekima ni utendaji wa neno la Mungu. Hekima maana yake ni utii wako wa neno la Mungu. Kwa hiyo hekima ni ulinzi, ni wigo kukuzunguka. Hekima, ule utii wako kwa neno la Mungu, ni ukuta kukuzunguka pande zote. Utazita kuta zako wokovu. Yaani ni ukuta kukuzunguka pande zote, ule utii wako wa neno la Mungu. Siku unapotenda dhambi, unabomoa mwenyewe ukuta wako wa ulinzi. Abomoa iboma, nyoka atamuuma. Shetani anaingia. Dhambi inamfungulia mlango shetani kuiba fedha zako. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu, shetani hakufikii ukijilinda usitende dhambi. Shetani hakufikii, hakufikii kabisa. Hakufikii kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuonyesha watu wawili ambao walitenda dhambi wakampa Ibilisi nafasi. Nitakuonyesha watu wawili ambao kwenye Biblia walitenda dhambi wakampa Ibilisi nafasi. Shetani akaiba fedha zao zote akaziba. Wakawa maskini kabisa. Walikuwa matajiri wakubwa, wakawa maskini kabisa. Mtu wa kwanza nitakuonyesha Ayubu. Maandiko yanaonyesha kabisa kabla ya majaribu ya Ayubu ni shetani alikuwa ana debate na Mungu. Walikuwa wana debate na Mungu.
Alafu Mungu akamruhusu shetani amjaribu Ayubu. Shetani alichofanya, alianza kwanza kumtisha Ayubu kwenye ndoto. Alianza kumtisha Ayubu kwenye maono. Ayubu anaota ndoto watoto wake wamekufa wote. Ayubu anaota ndoto watoto wake mali zake zimeibiwa. Ayubu anaamka usingizini, anahema kwa speed. Nini? Mapepo yanamtisha. Shetani, Ayubu akaogopa. Dhambi ya woga ni dhambi mbaya kuliko unavyodhani. Dhambi ya woga ilimfungulia mlango shetani kumwibia mali zote Ayubu. Dhambi ya woga. Woga ni dhambi. Labda wewe mtu wa Mungu unaweza ukasema, dhambi ni kwani woga ni dhambi ya namna hiyo? Woga ni dhambi kuliko unavyodhani. Ni dhambi mbaya kuliko unavyodhani. Woga. Bali nikuonyeshe kwanza woga ni dhambi. Imeandikwa kitabu cha Ufunuo 21:8. Bali waoga na wauaji na wazinzi na wachawi na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa la liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Maandiko yanafananisha dhambi ya woga na dhambi ya kuua. Yaani uoga na kuua zinafanana, adhabu yao ni moja. Woga na uzinzi, imeandikwa waoga, wauaji, wazinzi, wachawi. Maana uoga na uchawi ni dhambi moja, ni dhambi zinafanana, zina uzito mmoja, adhabu yao ni hii moja, jehanamu ya moto. Waoga, maana uoga ni dhambi inayompeleka mtu motoni. Sasa uoga ni dhambi inayompa ibilisi nafasi ya kushambulia maisha. Kwa hiyo Ayubu aliogopa alipotishwa na shetani. Shetani aliporuhusiwa kumjaribu Ayubu, alianza na kumtisha Ayubu, akaogopa sana. Alipoogopa tu, shetani akaiba mali zake zote. Imeandikwa kitabu cha Ayubu 7:14, ndipo unitishapo kwa ndoto. Naona hii. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Ukisoma andiko hili kwenye yani shetani alikuwa anamtisha kwenye ndoto, anamtia hofu kwenye maono. Maono ni mawazo. Ni kama maono ni kama vile umekaa mahali unawaza hivi. Ni kama hivyo unaona jinsi unavyoibiwa, jinsi unavyouliwa, jinsi ambao watu wako wanauliwa. Mawazo yale mawazo mabaya yanakutia woga. Unashangaa mtu ghafla ana huzuni, ghafla ana wasiwasi, ghafla hana raha. Ukimwona mtu hana raha, hana amani, ghafla amepoteza utulivu, ghafla amekunja uso, ghafla ameinama, ujue kuna jambo ameliamini litampata. Kuna jambo ameliona mbele na ameamini litampata. Ndio maana ameanza kuwa na wasiwasi. Ameanza kuwa kuna jambo baya ameliona mbele litampata. Ndio maana ana wasiwasi. Tunaitwa woga. Ayubu akaanza kuongea woga, akaanza kuonyesha woga. Akiongea anaongea woga, sitakuwaje. Akiamka anatetemeka. Jamani, si wanangu itakuwaje? Jamani, wanangu salama kweli? Jamani, mambo ya salama. Nimeendaje uoga? Alivyoogopa tu, shetani aliwaingia majambazi wanaitwa Waseba. Wakaenda wakaiba mali, mifugo yote ya Ayubu. Shetani akawaingia majambazi wanaitwa Wakalidayo. Wakaenda wakaiba mali zote za Ayubu. Nikwambia, ukimpa ibilisi nafasi, anaiba pesa zako zote anaiba. Ayubu akawa maskini. Mtu alikuwa tajiri kuliko watu wote mashariki, akawa maskini kabisa. Maandiko yanasema Ayubu 3:25, maana jambo hilo ni chalo unipata, nalo linitialo hofu unijilia. Ayubu anasema mambo aliyoyaogopa yalimpata. Na ukisoma kitabu cha Mithali nasema aogopacho asiye haki umjilia. Unaona, Ayubu anasema maana jambo hilo ni chalo unipata, nalo linitialo hofu unijilia.
Yale aliyoogopa yalimpata. Aliogopa watu wake kuibiwa mali, zikaibiwa zote. Aliogopa watu wake kuuawa, wakafa wote. Ndio maana usiogope kabisa. Maandiko yanasema usiogope, maana mimi ni pamoja nao. Usifanye wasiwasi, maana mimi ni Mungu wako. Nitakusaidia, nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Wote walioona hasira juu yako watatayarika. Wote wanaofanya vita nao watahesabika si kitu na kuangamia. Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Usiogope, maana mimi ni pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema usiogope kabisa. Msiwaogope wao mwili, wasio na kufanya zaidi. Muogopeni yeye awezaye kuua mwili na kuitupa roho jehanamu ya moto. Ina maana usiogope kitu chochote. Usimwogope mtu yoyote. Kuwaogopa wanadamu huleta mtego. Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Wanadamu watanitenda nini? Unaona, usiogope kabisa. Ayubu aliogopa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine ambaye alitenda dhambi akaibiwa kila kitu na shetani ni Adamu. Adamu, Mungu alimwambia matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, lakini yeye akamsikiza mke wake akala. Alipotenda ile dhambi ya kuvunja agizo la Bwana, shetani akamnyang'anya dunia yote, akamnyang'anya ulimwengu wote. Adamu akafukuzwa kwenye bustani ya Edeni. Mtu ambaye alikuwa anakula kwa raha, anakula maisha mazuri, ghafla akaanza kula kwa jasho. Ghafla akaanza michongoma na miiba. Ghafla akawa maskini. Mtu alikuwa anaishi uzunguni, akaanza kuishi uswahilini, uswekeni, akaanza kuishi kwa tabu. Nini? Dhambi. Dhambi ilimfanya shetani akaiba ulimwengu mzima. Ndio maana shetani anamwambia Yesu, nitakupa enzi na fahari yote hii, kwa sababu iko mkononi mwangu na mimi nampa ninayetaka. Aliipata kutoka kwa Adamu. Shetani alimuibia Adamu. Imeandikwa Mwanzo 3:17-23. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambayo nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni, akamtoa uzunguni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Akamtoa uzunguni mpaka uswahili. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alimuibia dhambi. Nimekwambia unaweza kufuata zile njia mbili vizuri kabisa, ukawa na shughuli zako za kupata kipato na ukawapa watu pesa. Mungu akaanza kukupa pesa nyingi, lakini dhambi itakufanya shetani aibe mali zako zote, aibe fedha zako zote. Utakuwa maskini vile vile, kama vile mtu ambaye atoi sadaka, kama mtu ambaye hana Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya utakatifu, maisha yaliyo mbali na dhambi yanamzuia shetani kuiba kwenye maisha yako, yanamzuia ibilisi. Mtu wa Mungu hatendi dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Mtu wa Mungu hasemi uongo. Aliye wa Mungu haibi. Aliye wa Mungu hana girlfriend, hana boyfriend. Aliye wa Mungu hana nyumba ndogo, hana tembea na mume wa mtu. Aliye wa Mungu hakopi afu alipi. Asi yake ukopa halipi. Aliye wa Mungu akikopa analipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliye wa Mungu hatendi dhambi. Aliye wa Mungu anasamehe haraka. Anasamehe hata kama ni ngumu kiasi gani, anasamehe. Aliye wa Mungu anasamehe kabla hajaomba msamaha. Anasamehe wakati aliyemkosea hajui kama amemkosea. Aliye wa Mungu anasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliye wa Mungu alipi kisasi. Aliye wa Mungu anawahesabu wengine kuwa bora kuliko yeye. Aliye wa Mungu anamheshimu Mungu, anampenda Mungu, na huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Wala amri zake sio nzito. Ukiona mtu anatenda dhambi, ujue huyu sio aliyesema atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Nisomeza kitabu cha Mithali 29:3. Mithali anasema bali ashikamanaye na makahaba utapanya mali.
katika dhambi ambayo inafanya pesa zako ziibiwe upesi ni uzinzi, ni zinaa. Ukifanya zinaa, uzinzi, pesa zako zinaibiwa haraka kuliko unavyodhani. Maandiko yanasema bali ashikamanaye na makahaba utapanya mali. Ukifanya uzinzi tu, fedha yako inaibiwa. Mapepo yanaiba fedha, yanatawanya fedha zako, yanaziiba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapata pesa lakini zinapotea. Uzinzi ndio mlango mkubwa sana wa shetani kuiba fedha za mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiacha uzinzi, unamzuia shetani asibe kwenye fedha zako, kwa hiyo asibe kwenye mali zako. Ukiacha uzinzi, unamzuia shetani asishambulie maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utastawi mpaka utashangaa, utaongezeka mpaka utashangaa. Dhambi unaishinda kwa kushindana. Imeandikwa hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Dhambi yote ambayo inakusumbua, hakikisha unashindana nayo. Shindana nayo, jifunze. Nimeandika kitabu kimeandikwa dhambi tuzingawe kwa upesi. Pigana na ile dhambi inayokuzinga kwa upesi. Pigana mpaka uishinde. Vinginevyo utakuwa mtu wa kupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, na kushukuru sana kwa muda wote ulionipa mpaka saa hii. Tumefika mwisho kabisa wa somo letu. Basi Mungu akubariki na uzidi kutendea kazi katika jina la Yesu. Amen.